Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mtangazaji Juma Lokole alianika taarifa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuona Faima ametangaza na kuvujisha vipimo vya ujauzito kwamba kwa sasa hivi yeye ni mjamzito, lakini pia Rayvanny kuja waziwazi kwenye mitandao ya kijamii na kukataa na kugoma kwamba ujauzito wa Faima hauwezi kumuhusu hata kidogo, kwa sababu Faima alikuwa ni mwanamke ambaye anahangaika huku na kule, yani wanaume walikuwa ni wengi sana kwa upande wake. Sasa baada ya hizo taarifa kusambaa waziwazi kwenye mitandao ya kijamii na Juma Lokole kuanika waziwazi kwamba Estukizi ambaye ni producer mkubwa sana wa msanii Diamond Platnumz, lakini pia anafanya kazi na wasanii wengine tofauti hapa nchini Tanzania, bana ndio muhusika wa huo ujauzito wa Faima. Watu wengi sana hizi taarifa ziliwashtua na kuona ni kwa namna gani bana Estukizi kama hizi taarifa zitakuwa na ukweli, basi ule urafiki wake wa karibu na msanii Rayvanny utakuwa kama vile umeisha, kwa sababu ukiangalia hata hii ngoma mpya ya Rayvanny ambayo amemshirikisha msanii Harmonize pamoja na msanii Mario ya Pere, bana producer ambaye amefanya hii ngoma ya msanii Rayvanny ni producer Estukizi. Sasa unaweza kuona kuna ukaribu mkubwa sana kati ya Estukizi pamoja na msanii Rayvanny, kwa sababu Estukizi ni producer mkubwa sana ambaye wasanii wengi wanapenda sana kumtumia katika ngoma zao. Sasa unaweza kuona ule ukaribu wa Estukizi pamoja na Rayvanny ni kama vile unaelekea ukingoni, kwa sababu ukiangalia hizi taarifa kama zitakuwa na ukweli ndani yake, basi Rayvanny hakuna ambacho ataendelea pamoja na Estukizi, yani urafiki utaisha, lakini pia ule ukaribu kumtumia kama producer wake anaweza asiutumie hata kidogo, kwa sababu ni kama vile atakuwa alimzunguka kipindi ambacho alikuwa na mpenzi wake Faima, ni kama vile Estukizi atakuwa amemzunguka. Lakini japokuwa hizo taarifa ambazo Juma Lokole alizianika waziwazi kwenye mitandao ya kijamii bado hazijawa na ukweli ndani yake, na watu wengi wanatamani sana kufahamu ukweli ndani yake. Na tumeshuhudia hivi juzi kati bana msanii Rayvanny pamoja na Faima walionekana hospitalini na unaambiwa basi walioenda kupata vipimo vya DNA kwa ajili ya kufahamu huu ujauzito wa Faima ni wa msanii Rayvanny au ni wa mwanaume mwingine, ili mradi Rayvanny aamue kuendelea na mishe zake. Sasa baada ya hizo story kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, waandishi wa habari walitamani sana kufahamu ukweli kutoka katika kinywa cha Estukizi, producer huyu mkubwa, kwamba hizo tetesi ambazo amekuwa akipatiwa kwamba ujauzito wa Faima ni wa kwake ni za ukweli au kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Estukizi siku ya leo ameweza kutoa majibu halali na kudai kwamba hizo tetesi ambazo au hizo tuhuma ambazo amepatiwa kwamba ujauzito wa Faima ni wa kwake, bana Estukizi amedai kwamba Faima ni shemeji yake, kitu cha kwanza, lakini pia kitu kingine anadai hajawahi kutembea na Faima, hiyo mimba itakuwa imeingiaje? Lakini pia kitu kingine Estukizi akadai kuwa maneno ya mitandaoni basi watu wayaache mitandaoni tu, kwa sababu wanapoyaongea sana yatasababisha maumivu kwa watu wengine. Lakini pia ukiangalia ukaribu wake pamoja na msanii Rayvanny ni ukaribu, ni kama vile ndugu kwa sasa hivi. Anadai kwamba yeye pamoja na Rayvanny wamefanya kazi nyingi sana, lakini pia Rayvanny ni rafiki yake kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hizi story ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii basi zitasababisha Rayvanny amfikirie vibaya, na huku ukiangalia Estukizi anadai hajawahi kabisa kutembea na Faima na anamjua tu Faima kama shemeji yake kwa msanii Rayvanny, na anadai bana hata kama Rayvanny ameachana na Faima bado atamheshimu Faima kama shemeji yake, na wala hawezi kabisa kuwa na mahusiano na Faima hata kama ameachana na Rayvanny, kwa sababu anaheshimu sana ule ukaribu ambao yupo nao na msanii Rayvanny. Na hizi tetesi ambazo zinaendelea basi kwa yeye binafsi anadai zinamshtua na wala hajawahi kabisa kuwa karibu na Faima wala kutembea naye. Na sasa hiyo mimba anajiuliza imeingiaje? Basi hizo ni story tu kwenye mitandao ya kijamii, na anadai bana watu wengi ambao hawaelewi hii sakata basi ni bora tu wakae kimya. Kwa sababu gani? Ukiangalia ukaribu wake na Rayvanny unaweza ukapotea na ukafa, kwa sababu ukiangalia anaingiza riziki nyingi sana kupitia hawa wasanii. Sasa ikitokea swala dogo tu likawagombanisha, basi kwa upande wake itakuwa ni ngumu kufanya kazi nyingi na hawa wasanii ambao wamekuwa ni kama ndugu zake ambao wanampatia riziki na kipato yeye kama producer Estukizi. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.